Ndugu zangu wa Tanzania, tunapaswa tuzinduke kwa kiasi kikubwa. Tunapaswa tuzinduke kwa kiasi kikubwa. Tuwachunguze wote wanaotutia sumu kwenye taifa letu kwa ajili ya kuwachukia viongozi wetu na kwa ajili ya kuweza kuichukia serikali yetu. Tuwachunguze, je, hao ni kina nani? Na nyuma yao yuko nani? Ili jambo lazima tuliweke kichwani. Tusiwe vijana wa kukurupuka. Tusiwe vijana tunaofanya mambo bila ya kufikiria. Sisi ndio taifa la leo. Watoto wetu ndio taifa la kesho. Leo hii unapohamasisha kuvuruga taasisi zinazoingiza fedha nyingi kwenye taifa letu, ni sawasawa unahamasisha Watanzania waendelee kufa kuwa maskini. Waendelee kuwa maskini, waendelee wafe na umaskini wao. Kwa nini nazungumza haya? Kuna genge lipo kwenye siasa. Hawa ni wanasiasa. Mimi nawataja tu. Hao Chadema hao. Ni kweli. Baadhi ya vijana wao. Sio Chadema wote. Baadhi ya watu wenyewe wanajijua. Hatuwezi kuwataja kwa majina. Ila wenyewe wanajijua. Wameanzisha mkakati wa kudili na taasisi za serikali, kuzichafua taasisi za serikali zinazoingiza fedha nyingi kwenye nchi yetu. Mnielewe vizuri. Lakini vijana mnaotumika kwa ajili ya kuweza kuivuruga serikali, mnaotumika kwa ajili ya kuweza kuzivuruga taasisi, lengo taifa lisiingize taifa, jiulize, je, wewe unaofanya hiyo kazi ni Mtanzania? Kama ni Mtanzania halali, kama ni Mtanzania halali, basi kaa ukijua utakufa maskini baada ya miaka 10 au miaka 20 ijayo. Usijidanganye kama Chadema itakuletea utajiri katika maisha yako. Sahau. Usijidanganye kama kuna chama kingine cha siasa kitakuletea ukombozi kwa wakati mchache. Sahau. Unavyosikia kitu kinachoitwa maendeleo, sio maendeleo hayaji kwa siku moja, wala maendeleo hayaji kwa siku mbili. Unakuta mwingine kashazaliwa katika maisha, anakuja kutoboa baada ya miaka 30 au anakuja kutoboa baada ya miaka 40. Ni kwa sababu gani? Kila kitu kina process. Kinachotakiwa sisi kwetu vijana ni nini? Tunachotakiwa tujiwekeze kwenye taifa letu, tutoe maoni yenye kujenga, sio maoni yenye kuleta chuki kwa viongozi wetu wa serikali. Mfano mdogo tu. Kwa nini nimezungumzia TANAPA nini? Watalii tuseme. Ushanifahamu Ziko taasisi nyingi, sekta ya utalii. Ziko nyingi. Lakini sekta moja wanajua hii sekta inaingiza fedha kubwa, na mimi niseme serikali ifanye uchunguzi wa hali ya juu. Ndani ya hizi sekta kuna baadhi ya watu wanawahujumu watu. Ndani ya hizi sekta wanashirikiana na vijana kwa ajili ya kuwachafua wakuu wao wa taasisi. Wakaona katika sekta nyeti kwenye taifa hili. Nawaambia ukweli. Kwenye zile sekta nyeti, moja wapo sekta ya utalii. Ushanifahamu? Wamepambana kipindi kile kuhakikisha uchumi wa utalii utikisike. Mungu alitusimamia kwa sababu rais wetu alipoingia aliicheza filamu ya Royal Tour, alitizama mbali, aliangalia mbali, na wao wakataka kuanzia sekta ya utalii kuvurugike, kusiingie, ili mradi in short kisiingie chochote. Ushanifahamu? Wamejaribu kipindi kile wakachemka. Sasa hivi wameanza tena chokochoko. Wameanza chokochoko baada ya kuona wimbi kubwa la watalii limedondokea Tanzania. Na mimi niziambie mamlaka za serikali, mamlaka zote, tukiendelea kusema tukae kimya, tunafanya makosa. Serikali nyinyi hamuwezi kujibu kila kitu. Bahati nzuri mna vyombo vya habari vinavyofuata sheria, miiko, ushanifahamu? Mna taasisi nyingi zinazotetea haki za Watanzania, haki za raia, mnazo nyingi. Zitumieni hizo taasisi. Msiwape mwanya hawa majambazi, watakuja kutuumiza kwenye taifa letu. Hiyo sekta ya utalii, viongozi wake wakubwa waendelee kuwa makini na viongozi wa serikali, kwa sababu ni sekta ambayo ndio targeted na hao watu wahuni, kwa sababu ni sekta ambayo rais ndiye alikuwa mcheza filamu namba 1. Rais wetu mpendwa ndiye alikuwa namba 1 kuendesha ile filamu. Kwa hiyo naamini huko duniani filamu ipo inaendelea kufanya kazi internally. Sasa wanajua wakiparalyze wale wakubwa wao watafanikiwa, lakini naomba niwaambie, wamejaribu kuitengenezea Tanzania mikakati ya kila muda. Tanzania inavuka tu na tutavuka tu. Taifa hili ni taifa teule na naamini tutavuka salama.
na rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan na wote aliyoteua watavuka salama, kwa sababu ni taifa. Sasa mimi nilikuwa naomba dada yangu leo hata mimi wanipe, tuseme ujue hapa shida iko huku chini huku, sio wao wakubwa. Hao wakubwa mtawajibu, hawana shida, ila huku chini watu unasikia Yona, umesikia bunge la Ulaya yule, unawajibu unamaliza. Umesikia Senate ya Marekani, unawajibu Tony Cruz ni hivi na hivi na hivi na hivi, lakini mwishoni wanakuambia lakini kuna Jen Shine yumo mule ndani wa Democratic, naye unaamua kuwajibu kwa sababu wawaipinchi kama walivyoipinchi vijana. Hatuhitaji kuacha kufanya biashara na Marekani, lazima sasa, nimesema kitengo cha